Tanzania inaomboleza. Majira ya jioni kabisa ya Mei 7 mwaka 2025, kwa huzuni kubwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikitangaza kifo cha aliyekuwa Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Cleopa Msuya. Sisi sote tumehuzunika, lakini hii leo tunajaribu kuangalia Cleopa David Msuya, aliyekuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa ni nani hasa? Kuna watu walifanya naye kazi, lakini mbali tu na kufanya naye kazi, kwa namna moja ama nyingine waliona shughuli alizokuwa akizifanya kwa ajili ya kuiendeleza nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaposema kazi iendelee, basi wako walioanzisha kazi hii. Imenilazimu kufika nyumbani kwa Balozi Christopher Liundi, mmoja kati ya watu ambao wamemfahamu. Mheshimiwa Balozi, shikamoo. Marhaba. Na kwanza tupo katika kidimbwi kubwa la majonzi. Ndio. Lazima tukubali gogo limeanguka, na miongoni mwa watu ambao walikuwa karibu kabisa na Mwalimu katika kutuwekea misingi ya taifa letu ameondoka. Na hili jambo si dogo, linasikitisha, linatufanya tufikirie mara mbili. Lakini si Mungu anayetaka, sio sisi, hatuna mpango huo. Kilichosalia ni kwamba ni kuungana Watanzania wote nchi nzima kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Ulimfahamu vipi David Cleopa Msuya? Ndugu Msuya nilimfahamu kwanza nilipokuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, ndio wakati mwaka 1983. Ndugu Msuya nimefanya naye kazi pale, na miongoni mwa mambo ambayo nayakumbuka kabisa aliyasukuma kwa nguvu zake zote ni swala la uhaba wa maji katika mji wa Dodoma. Yeye alihusika kwa nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba maji yanaingia mjini Dodoma ili kuwasaidia watu, na mji huu ulianza kukua. Na yeye moja tatizo lilikuwa limemkaa sana kichwani lilikuwa watakunywa nini, maji yapatikane wapi. Tulikuwa napata maji kiasi cha kilomita ngapi, 5 huko. Na alifanya juhudi kubwa, wakachimba mavisima, wakaweka mabomba ili mradi tu mji wa Dodoma uweze kupata maji. Kwa hiyo kwa sehemu ya ukuzi wa mji wa Dodoma kwa kweli Msuya amechangia kiasi kikubwa sana. Na hivyo hivyo kwa upande wa barabara. Hapa na upande wa umeme. Umeme Dodoma ulikuwa unaudhi sana. Lakini kwa juhudi zake na kwa nia yake pamoja na serikali yote nzima ya kufanya mji uwe na hali ya maisha ya kisasa sasa, yeye alitoa nguvu zake nyingi sana. Na hili nafikiri watu wa Dodoma na wa Tanzania hawawezi kumsahau katika hilo. Ningependa kusema kwa kweli tumepotewa na mtu ambaye mosi alilipenda taifa lake na alijitahidi kutoa nguvu zake zote kwa taifa letu. Ukitazama maisha yake ya utendaji wake wa kazi, ni mmoja wa viongozi wachache sana waliopitia idara nyingi za serikali, na hii ilimweka mahali pazuri sana katika kutoa uongozi wake, upande wa uchumi, upande wa maendeleo, upande wa uongozi kwa ujumla. Msuya alikuwa katikati katika shughuli zile, na uzoefu huo aliubeba hata alipokuwa waziri mkuu, hata kuwa makamu wa rais. Vyeo hivi alipopewa kwake yeye haikuwa geni, na ilimua rahisi sana kuweza kupenyeza, kuelekeza, kufahamisha watu. Ni mkimya, si mtu, alikuwa si mtu wa kuna nini kama ulivyosema, lakini ni mtendaji hodari sana. Na ni aina ya mtu ambaye anapenda sana kuzungumza. Akiona kitu fulani hivi kwa bwana tafadhali njoo tufanye hivi na hivi. Nakumbuka safari moja tu, mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja Dodoma, na kwenda Dodoma nilikwenda kwa basi. Nafikiri basi kwa gari, nimekuja kwa ndege. Sasa nimetumia ndege safari moja. Sasa nataka kurudi tena, mmoja kumwambia kitu fulani nataka kurudi, lakini kilichotokea akaniambia kwa nini utumie hiyo tiketi? Kwa nini usiingie kwenye ndege ambayo mimi napanda leo jioni narudi Dar es Salaam?
Nikamwambia mzee, nani anakataa ndege? Mimi niko tayari twende kupanda ndege. Nataka kueleza tu kwamba kichwani mwake kwa nini tutumie pesa hizi zote kwa mara moja? Kwa nini tusiweze? Kwa hiyo ni mtu ambaye kwenye masuala ya fedha alikuwa hodari sana, na nafikiri kipindi kile hata katika mipango yake ya maendeleo alipokuwa katika wizara ya fedha alijitahidi kuipanga vizuri kwa wakati ule na uwezo tuliokuwa nao vizuri, kiasi kwamba misingi aliyetuwekea naamini leo mpaka leo kwa njia moja au nyingine inaendelea kutumika. Ni majonzi kuondokewa na mtu ambaye alipenda taifa lake kwa namna moja ama nyingine, ionyeshe uhodari katika kazi na si maneno.